Hujambo mara tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Ngobo TV Media popote pale ambako unaendelea kututazama na kutufuata kwa wakati huu. Tunayo matumaini ya kwamba nyote mnaendelea kuwa waheri wa afya hapo mlipo na mpo kabisa chonjo ya TV zenu na simu ili kuweza kufahamu kile ambacho kinaendelea kujiri kwa muda huu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtazamaji, hii ni Ngobo TV Media ambayo inakutangazia mubashara matangazo yake haya kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa ndani ya mkoa wa Kivu ya Kusini. Mtazamaji, tuko hapa kwa ajili yako kukuletea habari zenye ukweli na uhakika popote pale ambako zinapoendelea kujiri, ili kuweza kukusanyia taarifa zote hizo na kuweza kukuhabarisha kwa habari zenye undani zaidi. Leo ni tariki 18 Machi 2026 na hivyo basi leo tutaingia kwa undani habari zetu ambazo zitakuwa zimelenga zaidi kutokana na habari za mapambano ambayo yameweza kuripotiwa katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika maeneo ya tarafa la Uvira. Mtazamaji, kwanza tunakusii kusubscribe kwenye channel yetu kama bado kusubscribe, ili uwe na urahisi wa kupata habari zetu, vipindi na mambo mengine ambayo yanakuwa ni muhimu kwako, kwa wewe kuweza kufahamu kwa muda ambao uliofaa. Wacha tuingie mara moja kwenye habari zetu hizi kama jinsi tulivyokujuza kwenye habari za mapambano. Uko Sange ni kwamba mapigano makali yaliendelea kutoka kwenye kijiji cha Sange, makao makuu ya tarafa la Uvira, hadi Biriba, Kabunambo na Kyamete katika tambarare ya Ruzizi ni katika mkoa wa Kivu ya Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na mashuhuda, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ushirikiano na vikosi vya wazalendo wanapambana na waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na nchi ya Rwanda. Mlipuko wa silaha nzito na bunduki za mitambo iliweza kusikika kando kando ya mto Ruzizi, Kiliba na karibu na maeneo ya Bujumbura, imetaja hivyo duru zetu za habari. Habari hizo za Sange zimeonyesha kuwa vikosi vya waasi wa M23 bado tu vipo katika maeneo hayo hadi sasa, licha ya mashambulizi makali ambayo yalikuwa yameanzishwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ushirikiano na wazalendo. Hata hivyo, mapigano hayo yalianzishwa tangu saa 12 za asubuhi siku hiyo ya pili ya tariki 17 Machi 2026 kati ya vikosi vya wazalendo wakishirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya waasi hao wa M23 ambao wanaungwa mkono na nchi ya Rwanda. Katika tambarare eneo la Kigurwe, wakaaji wote wamekimbilia Ngendo na Rusabagi. Kupitia vita hivyo, waasi wa M23 wamechukua udhibiti wa kijiji cha Kirungu katika tarafa la Uvira, mkoa wa Kivu ya Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya mapigano hayo dhidi ya vikosi vya wazalendo walioshirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakiwa wanaungwa mkono na nchi ya Rwanda, waasi wa M23 wanaonyesha nia ya kusonga mbele kuelekea mji wa Uvira, eneo ambalo walikuwa wameliondoka siku chache zilizopita kutokana na shinikizo za nchi ya Umarekani. Licha ya habari zote hizo za kusonga kwao mbele, Kamanda Fieka Hadoe amehakikishia raia kwamba hamjakuwa libaya lolote lile ambalo limetokea kwenye uwanja wa vita, kwani wao kama vile vikosi vya wazalendo na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado mapigano yanaendelea kupambaniwa katika maeneo ya Kabunambo, tofauti na habari zote ambazo zinaendelea kuzagaya kwamba adui M23 anaonekana kusonga mbele.
Kamanda Fyekahadui amesema ya kwamba kwa sasa hivi adui hana nguvu ya kwenda popote pale, na hivi vikosi vya wazalendo na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendelea kujisuka vilivyo ili kuhakikisha ya kwamba adui M23 wamemuondoa katika maeneo yote ambayo anaendelea kuyamiliki. Kamanda Fyekahadui na kueleza yafuatayo. Jambo. Natoa jambo kwa saa hizi za leo magharibi ya siku ya pili, ni tariki 17 ya mwezi wa 3 mwaka wa 2026. Hapa mnaongea na General James Fyekahadui kama vile msemaji wa Unité Speciale yenye naongozwa na General Delfe Kalembe Ngoma Nzito. Hapa tuko tunaongelea kufro kwenye shamba la vita kwa mida hii Efase Kabunambo. Ni kusema ya kwamba tuko tunakadiriana na adui. Napenda tu kutoa message hii kuambia population ya Runingu, Kiliba mpaka Uvira, msiwe panike kusema ya kwamba eti adui ana progresse. Hapana, mimi napenda kuambia ya kwamba tuko tunakadiriana na adui. Hata kama adui kwa mida hii tungali naye hapa Kabunambo, ndio kwenye tuko kwenye shamba la vita mpaka kwa mida hii depuis asubuhi na 6h mpaka isa ya 16h21 tuko naye adui hapa Kabunambo. Lakini rahia msiwe panike na mtu kusema ya kwamba awadanganye eti M23 ina progresse. Kama gisi mnanijua mimi mtoto wenu, kama adui ana progresse ni lazima niwaambie kama adui ana progresse. Ni kuambia ya kwamba kwa mida hii adui hana nguvu na hata kuwa tena na nguvu. Kwa sababu kwa sasa tuko kabisa na jeshi letu la FARDC na waibu. Tuko tunafieka adui bila shaka na bila oga. Adui ni mwingi lakini ni moga. Ile mwijue vile. Tunaomba rahia yote ya Runingu, Kiliba mpaka Uvira mlale mmanyumba bila shaka bila oga. Tuko kwa ajili yenu. Asante sana. Ni James Fyekahadui. Amewataka raia kuwa watulivu licha ya habari ambazo zinazoendelea kuzagaa kwenye mitandao ya kijamii ya kwamba vikosi vya M23 vinaonekana kutaka kusonga zaidi. Kufuatana na kutaka kusonga kwa M23, nini ifanyike ili kuziba njia kwa adui? Tumezungumza na msemaji wa wazalendo maeneo ya tarafa la Kabare, Kamanda Abubakar Zindula Shombo. Yeye amesema mbinu nzuri ndege zisizo na rubani kupiga pia na vikosi vya chini vikisonga mbele, kwani hiyo ni njia mojawapo ambayo itaweza kusaidia zaidi kwa kumfurusha mapema adui M23. Ameongeza ya kwamba kutegemea tu drone ndiyo ilipelekea mwaka jana katika maeneo ya vijiji kadhaa kama vile Katogota na maeneo mengine kushikwa mapema na wahasi wa M23. Kamanda Abubakar Zindula Shombo anaeleza yafuatayo. Unajua ndugu mtangazaji, mbinu nzuri za kivita inatakiwa jeshi letu la Hibu pamoja na sisi wazalendo kuchukua infantry, alafu artillery inabakia nyuma yetu. Pindi sisi tunapo advance artillery inasogea, kwa sababu hapo itaonekana tutafanya progression nzuri ya kivita. Lakini pindi utakapojikuta wanaambia infantry itulie chini isiingie katika uwanja wa vita, alafu ni artillery yenyewe ndio inarushiana mabomu kwa umbali, hii inakuwa miongoni mwa sababu zinasababisha adui kufanya debordage, inakuwa miongoni mwa sababu za kusababisha adui kufanya progression ya chini kwa chini. Na pindi adui anapoanza kuzinenga zile silaha nzito za artillery, moja kwa moja unakia jikuta artillery inatimuka na kukimbia katika uwanja wa vita. Lakini pindi
hoda inapotoka ya F3 ya Hibu pamoja na sisi wazalendo kufanya progression kwa advance mbele, alafu ile artillery ikachukua ile base arriere. Hizi ndizo mbinu nzuri na hii ndio taktiki nzuri ya kukaba maeneo kwa haraka na kumfukuza adui, kwa sababu ndugu yangu mtangazaji, artillery yenyewe haiwezi kumfukuza adui, kwa sababu artillery ni mbinu ambazo zinaweza zikarusha bomu kunako kilomita 30. Lakini ikiwa wanarusha haya mabomu, hata hii mabomu ikawa inabomoa ngome za adui, lakini hakuna F3 ambayo ina advance chini kwa kwenda kudhibiti yale maeneo ambayo adui anayahama, hii inakuwa kabisa sio mbinu nzuri za kivita na sio taktiki nzuri za kivita. Na mimi kwa ushahidi wangu mimi mwenyewe niliangalia strategy hii ubie taktiki hii ya kivita, ndiyo ilitupotezea shamba la vita katika mji wa Katogota, Luvungi na Lubarika, kwa sababu tulimaliza muda wa siku 3. Ni artillery yenyewe ndio inarusha mabomu na wakawa wametuzuia sisi wazalendo pamoja na jeshi la FRDC kufanya nini? Kufanya F3 ili kuangalia namna ya kuyadhibiti maeneo. Na ndio maana mimi kama vile observance na vile kama vile msemaji wa wazalendo, malalamiko kama na haya naweza nikayatoa mapema, kwa sababu ndio mbinu nzuri na hii ndio njia nzuri ya kufaulu. Kwa sababu tukiangalia, ikiwa adui alishindwa kudhibiti mji wa Makobola na kuendelea katika mji wa tarafani Fizi nzima, ni kwa sababu mbinu ambazo zilichukuliwa katika maeneo ya Makobola, Kasekezi, Munene, Kigongo, F3 ilikuwa inapigana vita ya chini kwa chini na kuendelea mbele kwenda kudhibiti maeneo. Alafu ikaonekana artillery nayo ikawa inachukua ile artillery kurusha mabomu kutumia drone. Hapa ikaonyesha progression nzuri katika vita na ikaonyesha matokeo mazuri, kwa sababu jeshi lote lilitumika, kwa sababu jeshi la artillery lilikuwa limechukua kabisa udhibiti mzuri, na vile ikaonekana F3 ya Hibu na F3 ya sisi wazalendo tuna advance kwenda kuyadhibiti maeneo. Na hii ndio itakuwa maombi yetu katika hii vita ambayo hawa makaidi wavamizi M23 wameichokoza tena. Mtazamaji, lakini wacha tukujuze ya kwamba maeneo mengine ya milima ya tarafa la Fizi, vikosi vya wazalendo na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinaendelea kumiliki vilivyo maeneo hayo kutokana na mashambulizi ambayo yalikuwa nayo wahasi wa Twirwaneho kwenye maeneo hayo. Kupitia muungano wa nguvu zaidi ambao unakuwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo katika milima hiyo mirefu ya tarafa la Fizi, kwa sasa hivi wanaendelea kumiliki vijiji tofauti ambavyo vilikuwa vimemilikiwa na waasi hao. Hiyo imeonyesha ya kwamba moto mkali uliokuwa na waasi wa Twirwaneho wote umesaulikwa wapi ulikoelekea hadi sasa. Mtazamaji, wewe upande wako unafikiri ni nini kifanyike ili kuhakikisha ya kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imevishinda vita hivi kwa mapema? Na kupitia hapo, mtazamaji na msikilizaji, ndipo kabisa tumetia nukta kwa habari zetu katika siku ya leo. Tunakushukuru kwa kutufata mwanzo hadi tamati. Tunakusii usikosi kusambazia wengine habari hizi na wao waweze kufaidika. Pia usisahau kulike na kukomenti hapo chini. Kama bado kusubscribe kwenye chaneli yetu, ni vizuri kusubscribe ili uwe na urahisi wa kupata habari zetu kwa muda unaofaa. Hii ni Ngobo TV Media. Tunakutakia kila la kheri.